Kwanza, huyu mtoto kama tulivyosema asiitwe mtoto wa haramu, bora kumwita mtoto wa nje ya ndoa tu. Ile kumwita mwana haramu itampa unyonge. Neno haramu ni kitu kikubwa sana. Yeye kuolewa lazima wakati ukifika naye pia aolewe. Isikawa kule kuzaliwa nje ya ndoa kukamkosesha haki zake, ataolewa na yeye. Lakini baba yake huyo aliyesababisha kuja yeye duniani, baba yule hawezi kumtolea idhini, na wala baba yule hawezi kumrithisha katika mali yake. Hii ni kovu ya maisha. Lazima tulijue ovu hili, ukubwa wake. Mtoto wako mwenyewe, damu yako mwenyewe, na wakati mwingine karanda vibaya sana sura yako, lakini huna haki naye, hawezi kurithi mali yako, wala huwezi kusimama ukamtolea idhini kwa muozeshaji au kumpa idhini yule mumewe kwamba ninakuozesha binti yangu kwa idhini yangu mwenyewe. Huna idhini. Je, afanyeje? Kwa hakika kauli iliyokuwa arjah, idhini yake atakuwa nayo kadhi muozeshaji katika ule tuzoshe, mwingine yoyote asiingie. Ile kauli inayotumiwa na baadhi ya watu kuwa alkhalu waliyu man la waliya lahu, yani mjomba ni walii kwa yule ambaye hana walii. Kauli hii ni katika mirathi, si katika ndoa. Kakosa mtu walii kabisa kabisa, hana baba hana mwana, yani mali yake kesi nani? Anachukua nafasi mjomba pale, ndugu wa mama, kama hawapo watoto. Lakini katika suala la kufungisha hutuba ya ndoa, anachukua mwenyewe aliyekuja mtu wa dini, anakubalika, yeye ananongonezwa, bwana hapa mambo yaliharibika, kwa hivyo idhini na wewe mwenyewe. Kule kwetu alhamdulillah hili jambo limepewa uzito unastahiki. Binafsi yangu huwa ninachukuliwa kwenda kuozesha baadhi ya harusi, na nimeshawahi kuozesha harusi kama hizi ya mtoto nje ya ndoa. Yule mtoto mwanamke anakwenda mwenyewe kwa makadhi